حي على الفلاح. Watukufu wa Islam, hii ni nafasi kubwa tumeipata katika umri wetu, nafasi ya kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa hai. Ni wangapi tulikuwa nao mwaka jana hawakufika katika Ramadhani hii, na hawakujua kwamba ile ingekuwa Ramadhani yao ya mwisho, na sisi huenda hii ikawa ya kwetu ya mwisho. Tumeitumiaje? Kila siku inapokuingilia katika maisha yako inakudokeza, ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumi alqiyama. Ewe mwanadamu, mimi ni siku yako mpya na ni shahidi juu ya matendo yako yote unayoyatenda hapa ulimwenguni. Basi nifanyie kazi vizuri, kwa sababu nikitoweka sirudi tena mpaka siku ya Kiyama tutakaposimamishwa mbele ya Allah kwa ajili ya hesabu. Wa peponi waende peponi, Allahumma ja'alna minhum, na wa motoni waende motoni, Allahumma la taj'alna minhum. Patiliza vizuri wakati wako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuletea siku hizi za Ramadhani kwa ajili ya kutupelekea katika lengo moja tu, la'allakum tattaqun, ili muupate ucha Mungu. Hii ndio funguo ya kwenda peponi, ndugu zangu. Mtume aliulizwa, ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa al-janna, ni mambo gani yatakaowapeleka watu peponi kwa wingi? Mtume akasema mambo mawili tu yatawapeleka watu peponi kwa wingi. Nini? Taqwallahi wa husnul khuluq, kuwa mcha Mungu na kuwa na tabia njema, kuwa na tabia nzuri. Muislamu, fahamu kwamba kama unasali, unafunga, umeenda Maka, unahiji, iwe mara 10 inshallah umehiji, unatoa zaka, lakini tabia zako ni mbaya, bado hujawa Muislamu wa kweli, kwa sababu Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Uwe na ucha Mungu na tabia, na ukiwa na ucha Mungu automatic tabia yako itakuwa nzuri, kwa sababu hutomkera mtu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu mzuri ni yule ambaye waislamu wenzake wanasalimika na shari za ulimi wake pamoja na mkono wake. Ndio tabia nzuri. Watu wasikereke na wewe